Kwa habari mbalimbali za kimichezo na burudani, tafadhali usisahau kubonyeza alama ya subscribe, pia alama ya kengele iliyoko chini ya video hii. Asante sana. Mambo ni vipi mpenzi wa soka? Karibu tena katika chaneli yako bora kabisa. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli hii, naomba nikwambie tu kwamba hii ni Usajili TV. Chaneli hii ni mahususi kwako wewe mpenzi wa soka, kuhakikisha kwamba inakwenda kukupa wewe habari mbalimbali za kimichezo na burudani siku 7 za wiki, masaa 24. Cha kufanya wewe ni kuhakikisha tu kwamba unabonyeza kitufe cha subscribe, pia alama ya kengele iliyoko chini ya video hii. Kwa kufanya hivyo, utakuwa wa kwanza kabisa wa kujihakikishia kwamba unakwenda kupata taarifa zetu mbalimbali za kimichezo na burudani. Sasa leo tumekwenda kutafuta kwa kina habari ya Faisal Salum Feitoto, ambapo tunajua kwamba kwa sasa Faisal amekuwa ndo mchezaji anayezungumziwa kila pande kuu ya habari za kimichezo hapa nchini Tanzania. Sasa ni kuambia tu kwamba kwa sasa tumeanzisha utaratibu mpya ambao video zetu zitakuwa zikionyesha comment nzuri za mashabiki zetu ambao wataweza kuziandika. Kwa hiyo pale utakapoandika comment nzuri katika chaneli hii, unajitengenezea mazingira mazuri ya wewe mwenyewe kujiona tena katika video zetu zifuatazo. Ukisubscribe utakuwa wa kwanza kabisa kuona kila kitu kinakachoendelea katika chaneli hii. Sasa Faisal Salum kupitia afisa habari wa klabu ya Azam FC, hapa namzungumzia Hashim Ibwe, ameweza kutoa taarifa kwamba Faisal sasa sio mchezaji wa klabu ya Azam FC kwa sababu moja kwa moja ameweza kuonesha hana nia tena ya kuendelea na klabu ya Azam FC. Wakati huo mambo yamezidi kuiva pia katika pande za Msimbazi pamoja na pande za Jangwani, ambapo klabu ya Yanga kwa sasa wana tetesi kubwa sana za kumsajili Faisal Salum Feitoto kutokea Azam, lakini pia klabu ya Simba nao wana tetesi za kutosha za kutaka kumsajili mchezaji huyu moja kwa moja kujiunga na klabu ya Simba. Lakini taarifa za juu sana zinasema kwamba Faisal Salum anaelekea kuwa mali ya Young African Sport Club. Kwa hiyo tutegemee kwamba ni kweli kwamba Faisal na Yanga mambo yako jikoni. Tunajua kwamba kwa sasa GSM tuseme ni mojawapo ya wawekezaji ambao wameweza kuchukia katika swala la uwekezaji. Tumeona kwamba jinsi gani amekuwa wa kwanza kumwaga pesa za kutosha kuhakikisha kwamba usajili unakuwa unafanyika wa hali ya juu. Hii inaonyesha kwamba jinsi gani amejipanga na kuhakikisha kwamba analitaka kombe la Afrika pamoja na kombe la NBC Premier League. Kwa habari mbalimbali za kimichezo na burudani, tafadhali usisahau kubonyeza alama ya subscribe, pia alama ya kengele iliyoko chini ya video hii. Asante sana.